Ni asubuhi nyingine ndani ya vyuo vikuu. Wanafunzi wanawahi mihadharani, wengine wakielekea maktaba, huku wengine wakijadiliana chini ya miti kutafuta majibu ya maswali ya darasani. Kwa miaka mingi, hivi ndivyo maisha ya vyuo yalivyozoeleka. Lakini sasa kuna mwalimu mpya asiyeonekana. Hahitaji ofisi, hachoki wala halali. Ndani ya sekunde chache anaweza kukupa majibu ya maswali, kufanya muhtasari wa taarifa na kutafsiri maandiko, hata kusaidia kuandaa kazi za darasani. Huyu ndiye Artificial Intelligence, AI, maarufu kama akili bandia. Teknolojia ambayo imeanza kubadili namna wanafunzi wanavyojifunza, namna wahadhiri wanavyofundisha na pengine namna elimu yenyewe itakavyokuwa miaka ijayo. Kutoka vyumba vya mihadhara hadi hosteli za wanafunzi, akili bandia imeanza kuwa sehemu ya kawaida ya elimu ya juu. Leo, wanafunzi wanaweza kupata maelekezo ya masomo kwa sekunde chache tu, kufanya uchambuzi wa taarifa kwa haraka na kupata msaada wa kujifunza muda wowote wa siku au usiku. Wapo wanaoiona teknolojia hii kama mlango mpya wa maarifa na ubunifu, lakini pia wapo wanaohoji kama urahisi huu unaijenga elimu au unaifanya akili ya mwanafunzi kutegemea mashine. Makala hii iliyoandaliwa na Udom Digital inachunguza namna akili bandia ilivyoingia katika elimu ya vyuo vikuu, faida zake, changamoto zake na mustakabali wa elimu katika dunia inayobadilika kwa kasi sana. Kwa wengi, akili bandia ni mfumo unaojibu maswali kwenye simu au kompyuta, lakini nyuma ya majibu hayo ya haraka kuna teknolojia inayojifunza kutokana na mamilioni ya taarifa kutoka sehemu mbalimbali duniani. Udom Digital inafika katika ndaki ya Informatics and Visual Education ya Chuo Kikuu cha Dodoma kukutana na Lilian Sylvester, mtaalamu wa teknolojia, mawasiliano na kompyuta, kutupatia tafakuri juu ya maswali hayo. Kwa lugha rahisi, artificial intelligence au kwa kifupi AI au kama watu wengine walivyozoea kuita akili bandia kwa lugha yetu ya Kiswahili. Hii ni teknolojia ambayo inawezesha computers au mifumo mbalimbali ya kidijitali kuweza kufanya kazi kama vile ambavyo akili ya mwanadamu ingeweza kufanya. Kwa hiyo hii AI ina uwezo wa kujifunza, ina uwezo wa kutoa sababu, lakini vile vile ina uwezo wa kumsaidia mtu pale anapohitaji kuelewa kitu fulani kama vile ambavyo akili ya mwanadamu wa kawaida ingeweza kufanya. Tofauti na programu za kawaida zinazofuata maagizo maalum, akili bandia hujifunza mifumo ya taarifa, hufanya uchambuzi na kutoa majibu yanayokaribia uwezo wa binadamu. Kadiri unavyoitumia, ndivyo hivyo inavyoendelea kujifunza zaidi. Okay, AI utofauti wake na software zingine ni kwamba hizi software zingine zenyewe zinakuwa zimetengenezwa katika namna ya kwamba zinaweza zikafanya kazi kulingana na vile ambavyo yule programa, tunatumia hiyo lugha, ameseti namna hiyo. Kwa mfano rahisi, ili mtu aweze kuelewa, hata yule ambaye hana background ya ICT, tukiangalia calculator. Calculator yenyewe imetengenezwa moja kwa moja kwa ajili tu ya kufanya mahesabu, lakini haiwezi kufanya kitu kingine mbali na hiyo kazi ambayo imetengenezwa. Lakini tukija kwenye AI, kama nilivyotangulia kusema kwenye maana yake, tukichukulia kawaida mfano ChatGPT ambao watu wengi wamezoea, yenyewe ina uwezo wa kujifunza, lakini vile vile ina uwezo wa kufanya mahesabu kama ambavyo calculator inaweza ikafanya, lakini chochote ambacho mtumiaji anaweza akaiuliza ina uwezo kujibu. Kwa mfano unaweza ukasema nini maana ya sayansi, AI ikakujibu kwa usahihi kabisa sayansi ni nini, ikakupa na mifano kama ambavyo ungeweza kumuuliza mwanadamu wa kawaida mwenye utaalamu na sayansi. Kwa hiyo hiyo ndio tofauti kubwa kati ya AI pamoja na hizi software za kawaida. Na kadri teknolojia hii inavyozidi kuwa sehemu ya maisha ya kila siku,
ndivyo nafasi yake katika elimu inavyoendelea kukua. Katika vyuo vikuu, akili bandia imeanza kubadili namna wanafunzi wanavyojifunza. Leo, mwanafunzi anaweza kupata muhtasari wa kitabu kizima ndani ya dakika chache, kufanya tafiti kwa haraka na kupata maelezo ya somo muda wowote anaohitaji. Lakini wahenga walisema, kila chenye manufaa huambatana na tahadhari. Okay. Maeneo ambapo AI inaweza ikaboresha, kwanza kabisa tutambue ya kwamba AI inatoa majibu kwa muda mfupi. Kwa hiyo tukiangalia katika chuo kikuu, AI inaweza ikasaidia maeneo mbalimbali, kwa mfano kama kwenye tafiti, kwa sababu tuna taarifa nyingi ambazo tunazo vyuoni kulingana na tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika. Kwa hiyo inaweza ikatusaidia kuchakata zile data kwa urahisi na kwa muda mfupi. Lakini vile vile tukiangalia kwa upande wa wanafunzi, kama wataitumia AI vizuri, kwa maana kwamba inaweza ikawasaidia katika kujiandaa na masomo yao, lakini vile vile kuwasaidia kwenye concept ambazo ni ngumu, wanaweza wakaiomba AI ikawasaidia kuweza kurahisisha. Kadri akili bandia inavyozidi kutoa majibu kwa urahisi, mjadala mwingine nao unaanza kusikika kwa kasi. Je, wanafunzi bado wanajifunza kufikiri kwa kina au wanajifunza namna ya kupata majibu kwa haraka? Ninachoweza kusema, hilo jibu linaweza likawa ni ndio au hapana. Kwa hiyo inategemeana namna ambavyo AI inaweza ikatumika. Kwa mfano, kama mwanafunzi au mtu yoyote akategemea 100% AI bila hata kufikiria kwa kile kitu ambacho AI inampa, kwa hiyo hapo moja kwa moja AI inaweza ikapoteza uwezo wa kufikiri. Kwa mfano, mwanafunzi akiwa anafanya assignment, inatakiwa naye aonyeshe amefikiria nini kidogo, AI iwe kama msaidizi wake, lakini asiitegemee AI kwa 100%. Kwa unakuta kuna wanafunzi wengine anaweka pale swali la assignment, AI ikimjibu yeye bila hata kupitia kusoma, bila hata kufikiria, anachukua kile kitu kama kilivyo, anakipeleka. Kwa hiyo hapo moja kwa moja kufikiri kwa yule mwanafunzi kuna pungua. Lakini kama yule mwanafunzi anajua namna ya kutumia AI kwa usahihi, manake kwanza kabla ya kumpa AI afanye kitu gani, atafikiria kidogo. Kwa hiyo AI atakuwa ni kama msaidizi wake. Atakavyompa kile kitu, naye at least kichwani atakuwa ameshaanza kufahamu kwamba idea ni hii. Kwa na atakapopata majibu ya kutokea kwenye AI, naye atajaribu kuyachambua ili kupata kitu sahihi. Kwa ndio maana tunasisitiza sana watu wafundishwe ethics au maadili ya kutumia AI technology. Katika historia ya maendeleo ya teknolojia, kila mapinduzi yaliwahi kuibua hofu, lakini safari hii teknolojia haigusi nguvu za mwili pekee, inagusa namna binadamu anavyojifunza, kufikiri na kufanya maamuzi. Okay, asante sana. Changamoto ni nyingi, naweza nikasema kama hivyo nilivyosema. Unakuta unapompa mwanafunzi kazi unategemea kwamba afikirie, aifanye, lakini wanafunzi wengi sasa hivi hawataki kujisumbua. Kwa anachukua tu ile kazi uliompa, anampatia AI, mfano rahisi kama hiyo ChatGPT, akipata majibu bila hata kuangalia anakusanya hivyo hivyo. Kwa hiyo tunapata changamoto ya wanafunzi ambao uelewa wao au thinking capability inazidi kupungua, na matokeo yake wakiingia kwenye mitihani ambao ndio upimaji wetu, wanashindwa kufanya vizuri tofauti na ambavyo wamefanya kwenye zile kazi ambazo wametumia hizo AI tools. Kadri matumizi ya akili bandia yanavyozidi kuongezeka, vyuo vikuu navyo vinaanza kutafuta namna ya kuendana na teknolojia hii mpya. Kwa baadhi ya wahadhiri, AI ni nyenzo ya kusaidia ujifunzaji. Kwa wengine ni changamoto mpya inayohitaji mwongozo na mipaka. Asante sana. Tumeipokea vizuri, kwa maana kwamba kama nilivyotangulia kusema hapo awali, ukishajua maadili ya kutumia hii AI technology, inatusaidia katika mambo mengi. Kama nilivyotangulia kusema, kwanza
inaturahisishia kwenye muda. Kazi ambayo tungeweza kuifanya kwa muda mrefu, sasa hivi tunaifanya kwa muda mfupi. Kwa mfano kama kuandaa masomo, kuandaa hizo assignment, lakini pia kufanya kazi zetu za utafiti, na systems zetu mbalimbali zimekuwa automated kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo AI tumeipokea kwa uzuri kabisa. Swali ni je, ni nini kiboreshwe katika mfumo wa elimu kuendana na kasi na mabadiliko ya teknolojia hii ya AI? Kitu ambacho ninaweza nikashauri kikafanyika, kwanza kabisa ni mafunzo, kwa sababu kitu chochote kinapoingia kwa mara ya kwanza bila kuwa na elimu elekezi kinaweza kikatumika vibaya. Kwa maana hiyo sasa kuwe na trainings mbalimbali au semina mbalimbali ambazo wanafunzi watafundishwa maadili ya kutumia AI, ili kwanza waelewe AI ni nini na kwa namna gani wanaweza wakaitumia hiyo AI kwa usahihi, ili iweze kuwasaidia katika masomo yao, lakini pia katika ubunifu mbalimbali katika maisha yao ya wanafunzi na maisha yao ya baadaye. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni elimu, ndio kitu kinachohitajika kwa sasa. Lakini katikati ya mjadala huu wote, wapo wanafunzi ambao wanaishi na teknolojia hii kila siku. Kwao akili bandia si jambo la kusimuliwa, ni sehemu ya kawaida ya maisha yao ya chuo. Uelewa wangu juu ya AI naielewa sana au kwa kiasi fulani, lakini pia una mchango gani kwenye swala la elimu? Inawezekana na mchango hasi au mchango chanya. Sasa nategemea na kwa mfano wanafunzi wengi wao wanatumia vibaya, unakuta wanaitumia full, yani wanapewa kazi afu wanaitumia yote kama ilivyo, yani haingizi akili yake popote. Lakini pia inaweza na mchango chanya kutokana na mwanafunzi anatumiaje. Kwanza akauliza kitu akaitumia kutokana akauliza kitu alafu akiachouliza akapewa mawazo afa kuonyesha na mawazo yake ndo akafanya ile kazi aliyopewa. Kwa hiyo inaweza kawa na mchango chanya na hasi tumia mwanafunzi mwenyewe. Kwa upande wangu ninaona ina faida zote ambazo ni faida chanya na pia faida hasi. Kwa mfano kwenye faida chanya imekuwa ikinisaidia kwenye kurahisisha ninapokuwa ninafanya kazi zangu za darasani, ninawahi kuelewa maswali, lakini pia kwa namna nyingine pia naweza nikasema ina mchango hasi, maana wakati mwingine inaongeza uvivu wakati wa maandalizi ya kazi zangu za darasani. Mimi naweza nikasema kwamba kwa upande wangu naweza nikaendelea kuishauri serikali na mamlaka zote zinazohusika kwamba iendelee kuboresha mfumo vizuri, ambao mfumo utakuwa ni mzuri kwa wanafunzi, ambao utasaidia hali yao ya kiakili ikue, lakini wasilemae kiakili, lakini pia mfumo uwe mzuri ambao utasaidia kuendelea kurahisisha sekta nzima ya elimu. Majibu ya wanafunzi yanaonyesha picha halisi ya maisha ya chuo katika zama za akili bandia. Kwa kizazi cha sasa, AI si tena teknolojia ya kusimuliwa au ya majaribio, bali ni sehemu ya kawaida ya mchakato wa kujifunza. Kwa baadhi yao, akili bandia imekuwa kama msaidizi wa masomo anayepatikana muda wote, akiwasaidia kufafanua mada ngumu, kupanga mawazo na kuharakisha mchakato wa kufanya tafiti. Lakini upande mwingine wa simulizi hii unaonyesha taswira tofauti. Kuna wanafunzi wanaokiri kuwa urahisi huo umebadilisha namna ya kujifunza, kwamba badala ya kupitia hatua ya kusoma, kuchambua na kufikiri kwa kina, majibu sasa yanapatikana kabla hata ya safari ya kuelewa haijaanza. Hali hii inaweka elimu katika mabadiliko makubwa. Sasa taarifa na maarifa hayategemei tena vitabu pekee au maelezo ya mhadhiri tu, bali pia uwezo wa mwanafunzi wa kutumia teknolojia inayoweza kutoa majibu kwa niaba yake. Ndiyo maana wataalamu wa elimu wanaanza kuuliza tena swali la msingi. Je, thamani ya elimu iko kwenye kupata jibu sahihi au katika mchakato wa kufikiri unaofanya mwanafunzi kufikiri jibu hilo yeye mwenyewe? Historia ya elimu imekuwa historia ya mabadiliko yasiyoepukika, kutoka katika ubao wa kawaida hadi maktaba za kidijitali, na sasa kuelekea katika enzi za akili bandia inayoweza kutoa majibu ndani ya sekunde chache. Ni wazi kuwa teknolojia hii tayari si jambo la baadaye,
bali ni sehemu ya sasa ya mfumo wa elimu duniani. Ndani ya vyuo vikuu imeleta urahisi mkubwa katika upatikanaji wa taarifa, imeongeza kasi ya kujifunza na kufungua milango mipya ya maarifa ambayo hapo awali ilihitaji muda mrefu zaidi. Lakini pamoja na yote hayo, imeacha nyuma mjadala mzito unaogusa msingi wa elimu yenyewe. Je, elimu ni uwezo wa kupata majibu kwa haraka zaidi kupitia mashine, au ni safari ya kufikiri, kuhoji na kukosea na kujifunza hadi kufikia uelewa wa kina? Akili bandia inaweza kuchakata na kuchambua taarifa, kuandika na kufupisha maarifa kwa kasi isiyolinganishwa, lakini bado haijachukua nafasi ya ile safari ya binadamu ya kutafuta maana, kuuliza maswali magumu na kujenga uelewa wake mwenyewe. Na pengine hapo ndipo changamoto kubwa ya kizazi hiki ilipo. Si kama tuna AI au la, bali tunapojua majibu yote karibu nasi, je, bado tunajua namna ya kufikiri kwa kina bila kutegemea majibu hayo? Makala hii imesimuliwa nami Musa Daudi.